Naam, habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo. Ni matumaini yangu umeshinda salama. Karibu kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Jina langu ni Fatma Hassan. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali itaendelea kuimarisha miundombinu ya sekta ya usafiri wa majini ili kupunguza msongamano wa uingiaji na utokaji wa mizigo pamoja na abiria wanaotumia bandari zilizopo Unguja na Pemba. Amesema kuimarika kwa sekta hiyo itasaidia pia kuinua hali ya uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa kupitia biashara na wasafiri na watalii kupitia njia ya baharini. Tupate taarifa kamili. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametoa kauli hiyo wakati wa uzinduzi wa boti mpya Kilimanjaro 9, uzinduzi uliofanyika kando ya bahari ya Hindi, eneo la Verde mjini Unguja. Usafiri wa baharini ni sekta muhimu sana katika maendeleo ya uchumi wa nchi yetu, ambapo zaidi ya 90% ya mizigo inayotoka na kuingia nchini inapitia baharini. Hivyo serikali itaendelea kuimarisha sekta hii kwa kuboresha bandari zote za Unguja na Pemba pamoja na kuongeza bandari mpya za kisasa kwa lengo la kuongeza huduma bora za usafirishaji nchini na kupunguza msongamano katika bandari zilizopo. Katika uzinduzi wa boti hiyo ya Kilimanjaro 9, Dr. Mwinyi ameonyesha kuridhishwa na uwekezaji unaofanywa na wawekezaji wazalendo katika eneo la usafiri na usafirishaji kupitia njia ya bahari. Leo hii tunashuhudia mapinduzi makubwa katika sekta mbalimbali za biashara, ikiwemo sekta ya usafiri wa baharini, ambapo kampuni za kizalendo ndizo zinazoongoza kwa kutoa huduma bora za usafiri wa baharini kwenye viwango vya kimataifa hapa nchini. Mbali ya hayo, Dr. Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, amewataka wawekezaji wazawa kuzitumia fursa za uwekezaji zilizopo. Sekta binafsi nchini itatumia fursa iliyopo hivi sasa, ambapo nchi yetu imefunguka zaidi katika masuala ya uwekezaji na biashara kwa kuwekeza mitaji yao hapa nchini. Akitoa maelezo kuhusu meli hiyo, afisa mtendaji mkuu wa Azam Marine Abubakar Azizi amesema Kilimanjaro 9 ina uwezo wa kubeba abiria 631. Meli yetu hii ya MV Kilimanjaro 9, The Dragon of the Sea, ni meli ambayo imejengwa kwa muda wa miezi 14 na kampuni inayomilikiwa na serikali ya China, Afai Southern Shipyard, iliyopo mjini Guangzhou, China. Jumla ya bilioni 300 za mtaji zimewekezwa na kampuni ya Azam Marine baina ya mwaka 2010 hadi 2025, kulingana na afisa mtendaji mkuu wa Azam Marine Abubakar Azizi. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Mkuu wa msafara wa Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania Brigedia Jenerali Baganchwera Rutambuka amesema ujenzi wa reli ya SGR kutoka Tanga kuelekea kanda ya kaskazini pamoja na kuunganishwa katika ushoroba wa kati utachangia maendeleo kwenye bandari ya Tanga kutokana na uwezo wake wa kuongezeka baada ya maboresho yaliyofanywa. Taarifa zaidi na Raya Kipingu. Akizungumza wakati wa ziara yao katika bandari ya Tanga kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo ya wakufunzi, maafisa wanadhimu na washiriki wa kozi ya 14 ya Chuo cha Taifa cha Ulinzi, Brigedia Jenerali Baganchwera Rutambuka ameeleza namna maboresho yalivyoongeza ufanisi wa bandari kwa shehena za mizigo, mapato pamoja na kuhudumia ushushaji wa mizigo kwenye meli kwa muda mfupi. Upanuzi wake umekuwa na matokeo makubwa, hasa upande wa mizigo kuongezeka, upande wa meli kuongezeka, upande wa meli kukaa kwa muda mfupi, na pia hata upande wa mapato ya jumla katika pato la taifa. Nasema hivyo kwa sababu gani? Hii ni bandari pekee inayohudumia mikoa ya kaskazini na kaskazini mashariki pamoja na maeneo ya nchi jirani. Mkuu wa idara ya operation ya bandari ya Tanga Gwakisa Mwaibuji akabainisha mafanikio ya maboresho ya bandari ikiwa ni pamoja na ongezeko la meli wanazozihudumia. Sasa hivi tunahudumia meli 2 kwa wakati mmoja. Lakini wakati huo tulikuwa tunahudumia kilomita 1.7 kutoka hapa bandarini. Na ilikuwa sio meli zile kubwa, zilikuwa ni meli ndogo ndogo. Na kwa kweli tunashukuru na mwitikio mkubwa wa waleta meli, ambapo kwa mwaka 2025 tulihudumia takribani meli 392. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10.
Polisi katika jimbo la Kaduna nchini Nigeria wamethibitisha kutekwa nyara watu 160 waliokuwa wakihudhuria ibada katika makanisa mawili. Mwanahabari wetu ametuandalia taarifa kamili. Hili tukio la hivi karibuni katika wimbi la utekaji nyara na halaiki nchini Nigeria, ambapo Wakristo na Waislamu wote wamekuwa wakilengwa. Makundi hayo yanajulikana kijijini kama bandits. Mara kwa mara hufanya mashambulizi kama hayo katika maeneo ya kaskazini na kati mwa nchi hiyo ili kupata fedha na fidia. Polisi wa eneo hilo wamesema watu waliokuwa na silaha za kisasa waliingia kwa nguvu katika makanisa hayo mawili yaliyopo Kulminiwali, jamii ya msituni katika kata ya Afogo mnamo saa 11 na dakika 25 kwa saa za huko. Itakumbukwa mwezi Novemba mwaka jana, wanafunzi na walimu zaidi ya 300 walitekwa nyara kutoka shule moja ya Kikatoliki na baadaye waliachiliwa kwa makundi mawili tofauti. Nigeria inakabiliwa na changamoto nyingi za kiusalama, zikiwemo utekaji nyara wa kuomba fidia ambao unafanywa na magenge ya kihalifu, uasi wa wanamgambo wa Kiislamu kaskazini mashariki, ghasia za kujitenga kusini mashariki, pamoja na mapambano kati ya wafugaji na wakulima katika eneo la kati juu ya upatikanaji wa ardhi pamoja na maji. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10+. Mkuu wa majeshi ya Uganda Muhoozi Kainerugaba, ambaye pia ni mtoto wa rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni, amesema anataka kuona kiongozi wa upinzani Bobi Wine akiwa amepotea duniani, ikiwa ni siku chache baada ya Wine kudai kuwa analazimika kujificha. Katika ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa kijamii wa X jana usiku, Kainerugaba amesema wamewaua magaidi 22 wa chama cha NUP tangu wiki iliyopita na kwamba anaomba gaidi wa 23 awe Kabobi, akizungumzia Wine na chama chake cha National Unity Platform. Katika chapisho lingine amesema amempa Wine muda wa saa 48 kujisalimisha kwa polisi, la sivyo watamchukulia kama muasi na kumshughulikia ipasavyo, huku Wine akikosoa vitisho hivyo vya kiongozi huyo na kuwataka wanajeshi kuondoka kwenye nyumba yake, kwani mke na watoto wake hawako salama. Mpaka sasa bado hakuna maelezo kuhusu aliko Wine, baada ya kusema Jumamosi kuwa alitoroka uvamizi wa polisi nyumbani kwake, ambapo mkewe bado yuko chini ya kifungo cha nyumbani. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wamejitokeza jukwani mjini Davos, Uswisi, katika mkutano wa dunia wa kiuchumi kabla ya rais wa Marekani Donald Trump, ambaye anatarajiwa kutawala mjadala wa wiki nzima, huku vitisho vya ushuru na mgogoro wa Greenland vikizidisha mvutano wa kisiasa na kiuchumi kati ya washirika wa jadi. Habari zinasema Trump amekuwa akitikisa mpangilio wa kimataifa kupitia vitisho vya ushuru na shinikizo kwa Ulaya kuhusu Greenland, hali ambayo imesababisha ajenda hiyo kuzua taharuki miongoni mwa washirika wa jadi wa Marekani. Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wamehutubia mkutano huo pamoja na washiriki wengine ambao ni viongozi kutoka China na Canada, huku Trump akitarajiwa kutoa hotuba yake siku ya Jumatano na kuhudhuria matukio mengine siku ya Alhamisi. Marekani tayari imetuma ujumbe mkubwa Davos. Lengo ni kusukuma mbele ajenda Marekani katika jukwaa la kimataifa kuhusu Trump, akisema haamini viongozi wa Ulaya, kwani watapinga vikali mpango wake na kudai Denmark haiwezi kukilinda kisiwa hicho kikamilifu. Hata hivyo, mgogoro huo unatajwa kuwa miongoni mwa mgogoro mkubwa zaidi kwa uhusiano wa kuvuka Atlantic katika miaka ya hivi karibuni.
Wafanya biashara wa soko la nafaka la Tandale jijini Dar es Salaam wameeleza changamoto mbalimbali wanazokabiliana nazo sokoni hapo, ambapo zimekuwa kikwazo katika biashara yao, ikiwemo umbali wa kituo cha daladala unaofanya wateja kushindwa kufika kwa wingi sokoni hapo, hivyo kuiomba serikali kuwawekea kituo cha karibu na soko hilo ili kuvuta wateja wadogo na wakati kufika kwa urahisi sokoni hapo. Umbali huo wa kituo cha daladala kwa wateja wanaokwenda sokoni hapo kununua mahitaji ya nafaka umeathiri biashara za wafanyabiashara hao. Changamoto zingine ni hali ya ukame iliyotokea mwaka jana, ambayo imelazimisha nafaka aina ya mchele kwa uchache tofauti na miaka mengine. Zaidi ya hayo, tujiunge na Kisa Mwaipiana. Ni katika soko la Tandale, soko maarufu kwa uzoaji wa bidhaa za nafaka. Moja ya changamoto kubwa ambayo inalikabili soko hili ni kutokuwepo kwa kituo cha daladala cha kushusha na kupakia abiria, hali ambayo inafanya soko hili likose wateja wadogo na wale wakati kufika katika soko hili kwa ajili ya kununua bidhaa hizo za nafaka. Tunaathirika soko hili la Tandale kutokufika daladala kutokana na maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam, kutoka Mbagara, Mbezi, kuja kupita kwa daladala hapa. Kwa maana kama zikipita daladala, wateja wanakuja kupata mahitaji, wale wa kilo 1, kilo 2, kilo 3 na kuendelea. Wateja watafika hapa. Kama hakuna daladala itakuwa shida. Changamoto nyingine kubwa ambayo wafanyabiashara wa soko hili la Tandale wanakabiliana nalo ni pale ambapo nafaka zinazotoka katika mikoa mbalimbali zinapofika katika soko hili, eneo ambalo nafaka hizo zinashushwa na kwenda kuhifadhiwa, kuna umbali mrefu ambao inawalazimu makuli kutembea umbali mrefu kwenda kuhifadhi nafaka hizo kama wanavyozungumza. Sasa ukiangalia magari yanakosimamia na mzigo unakopelekwa ni vitu tofauti. Ni wastani wa mita labda 800 mpaka mita 1000. Mtu anatakiwa bebe gunia mpaka sehemu hiyo. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali ya mama yetu Samia angalau kuna eneo hapa watuwekee mlango. Lakini wafanyabiashara hao hawakuacha kuipongeza serikali ya awamu ya 6 kwa uwekezaji wenye tija kwa wafanyabiashara wa nafaka. Kwa sababu wanufaika namba 1 wa miundombinu hii ni sisi ambao riziki zetu na shughuli zetu za kila siku zinapatikana katika soko la Tandale. Kwa kweli nishukuru hususani kwa Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, tunampongeza sana kwa uwekezaji mkubwa aliowekeza katika soko letu. Mtazamaji, ikumbukwe kuwa soko hili la Tandale ni miongoni mwa masoko makuu yanayoongoza kwa uuzaji wa nafaka hapa jijini Dar es Salaam. Nikiripoti kutoka katika soko hili la Tandale, mimi ni Kisa Mwaipiana wa Channel 10. Na muda mfupi tutarudi kwa ajili ya habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi.